imani yake na mimi pia kwa imani yangu. Kwa hiyo tutasali kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu, tunakushukuru sana kwa kuweza kuturudisha mahali hapa salama. Asante kutulinda katika kipindi hiki kigumu cha changamoto za COVID-19. Tunakushukuru sana kwa ulinzi wako, kwa usimamizi wako na kwa mema yote unayotujalia. Tunapokusanyika mahali hapa, Mungu, tunakualika uwe nasi, na tunapoanza muhula huu wa masomo, tunakuomba ukatutangulie katika kila hatua, utukinge na nguvu za ibilisi mwovu shetani, tutembee katika wewe, tudumu katika wewe, tufanye yote kulingana na mapenzi yako na kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na kwa maombezi ya Mtakatifu Agustino, msimamizi wa chuo chetu, tuendelee kufuata nyayo zako na kufanikiwa katika masomo yetu. Tunaomba haya yote kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Come back. We are very happy to see you again. For sure we missed you a lot. And now we are back. We thank God for that. Let us clap to ourselves. So we shall be using Swahili and English in this gathering. Kwa hiyo naomba nitambulishe wachache tulioalika kusaidiana nasi katika tukio hili la leo, ambapo tumeona ni muhimu kabla hatujaanza vipindi Jumatatu tukutane pamoja, kwanza tukaribishane, tuweze kuelezana mawili matatu yatakayo kuongoza tunapoanza semester yetu ya pili, lakini katika mazingira ambayo bado tunapambana na maambukizi ya COVID-19, ugonjwa ambao unaambukizwa na virusi aina ya corona. Tunamshukuru Mungu kwamba mko salama na mmerudi salama. Tunaendelea kuombea labda wawili watatu ambao bado hawajafika waweze kufika salama, na tunaendelea kumwomba kila mmoja aendelee kuwa na utulivu huo, lakini kuwa na tahadhari kama tutakavyoelezwa na wataalamu wetu. Tumeelezwa na serikali kwamba maambukizi yamepungua, lakini tuendelee kuwa na tahadhari, kuchukua tahadhari zote. Na tunaishukuru serikali kwamba imefanya analysis hiyo na ikaona sasa ifungue vyuo, na tumeweka mazingira vizuri kama tutakavyoelezwa kufuatana na taratibu za serikali, na hata tukaongeza zaidi. Kama mnavyoona, sehemu za kukata wakati wa vipindi tuta maintain ile social distance mita 1 mpaka 2. Kwa hiyo naomba kila anayeingia katika ukumbi huu hakikisha amekaa mahali ambapo amewekwa alama ili aache nafasi. Sisi tunawapenda, tutaendelea kuwapenda, tutaendelea kuwalinda kwa sababu ndio jukumu letu. Tutafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira yaendelee kuwa salama na ninyi muendelee kuwa salama. Tunaomba cooperation yenu, tunaomba ushirikiano wenu ili yote yaweze kuwa kwa mafanikio. Lakini zaidi, kama tutakavyoongea baadaye, tupambane na hili janga kadiri tunavyoweza ili lisije likamwaffect hata mmoja wetu. Sasa hapa naye Sister Grace, mnamfahamu, ni counselor wetu wa chuo na ni mtaalamu pia wa saikolojia. Atazungumza, atapata nafasi ya kuzungumza na kuwashirikisha machache. Hapa tuna Father Leons Maziku ambaye anamalizia PhD yake kule Nairobi, Kenya, katika mambo ya saikolojia. Na yeye mwenyewe pia ataongea na ninyi. Nimemsikia katika vyombo mbalimbali vya habari, ikiwa ni pamoja na BBC, akiwa anafafanua mambo mengi ya kisaikolojia. Tutapata nafasi pia kama utakuwa na swali moja au mawili tutayajibu pia. Karibu. Hapa tunaye mtaalamu wa afya. Lazima tuzingatie sana. Kwa kweli daktari pale ameongea vema. Kila mtu ameyasikia aliyozungumza. Kuna hizi ndoo za maji zimewekwa hapa nje. Msizivuke, usiingie ndani hata kama kuna quiz inaendelea. Nawe pale ndo uje. Sawa sawa? Mara sasa mwingine atakuwa Bati, mwingine atakuwa Mwanza Road, kuna quiz bwana. Chap 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 chap, barakoa hamna, nafika hapo vu.
na uambiwe ni ya makundi, anaingia humo katikati, unaacha umeambukiza grupu zima. Tunaelewana eh? Hizo barakoa mzivae vizuri. Asubuhi kuna watu niwaona pale, wamefika kwa mlinzi, amewakagua vizuri, wamulika na ile toshi yake, amemaliza, wamezitoa, wamesitia mfukoni, ili uvae muda wote ukiwa hapa, sawa sawa. Nafikiri tumeelewana. Basi daktari, tunashukuru sana kwa kweli, bila shaka uliyozungumza yote tutayazingatia. Basi nyinyi mnafahamu, ukisha kuwa na afya tu ili ikamilike, lazima psychologically uwe fiti. Upande mwingine wapi? Upande wa uchumi bwana. Afya haijakamilika kama uchumi unalegea. Nafikiri mnanielewa vizuri. Kwa hiyo uwe na bumu, usiwe na bumu, corona ipo. Tunaelewana? Haya. Basi ninaomba nimwalike mtu wa saikolojia, Father Maziku. Tunaomba atuongoze kutupa principle ili hapa tuweze kuwa vizuri. Psychological kuwa disturbed, manake hata moduli hapa utaelewa. Sasa nilikuwa najiuliza kitu, nafikiri tunaanza introduction to ile sign language 1. Sasa wamesema tusiguse macho, uso. Sasa kama ni ulimi nitasainije ulimi? Bado najiuliza swali hapa. Wakwambia uso utasainije bila kuushika? Kwa mantiki hiyo kila mmoja lazima atafute akaduda wewe nako. Simenielewa vizuri utafundishwa shika mdomo, lazima uushike. Ulimi shika, kidevu shika. Usiposhika alama kichwani haingii. Kuona sanitizer hapo nayo ni nini? Muikumbuke. Basi Father, karibu sana. Mimi nafasi yangu ni ndogo sana, sababu tunafanya kama timu. Mimi nitasaidia kuchokoza kwamba tabia zetu ni zao la fikra. Unavyofikiri utatenda. Ukirudia kitendo kinajenga mazoea. Ukirudia mazoea unajenga tabia. Na kuvunja tabia iwe nzuri au mbaya ni vigumu. Kwa hiyo angalisho langu ni kwamba tabia zetu ni zao la fikra. Kwa mfano, najua bado kuna hofu ya ugonjwa wa COVID-19. Sasa ukizoea kuishi kwa hofu, kuna madhara yake. Namshukuru aliyetangulia kusema tusioanishe maambukizi na hofu. Tunaweza tukashika kanuni za afya kama tulivyoambiwa na tukaacha kuwa na hofu. Yani, to be afraid does not mean that you care. What you are supposed is to observe the rules and the regulations as described or prescribed by the Ministry of Health. Kabla sijaendelea sana, naomba niwatambue watu wawili. Nimtambue dada yangu Dr. Sofia. Wakati bado wanafunzi tulikuwa tunasafiri pamoja kwenye train. Na unajua kuna kitu kizuri sana kama kusafiri na sio kina mama, hata masista. Mara nyingi wanakuwa na chakula cha ziada. Sister, nashukuru kwa mandhari. Nimtambue mwanafunzi wangu. Nilimfundisha educational psychology first year, guidance and counseling second year, Dr. Sister Adolphine. Kumbe nilifanya kazi Dokta. Unaona mimi bado napambania udokta. Okay, so my point will be like inspiring you.
Let us start. John Dew once said, every learning situation is new and unique. John Dew. Every learning situation is new and unique. For instance, alivyosema dada yetu Afya, tumeshayasikia hayo. Sasa hatari ni nini? Kwa sababu umeshayasikia sana, you can take things easy. You can take things for granted. But the more you listen about coronavirus, the more you learn. So whatever you're going to hear today, even in my talk, you can hear familiar words, but pay attention. Everyone who is going to say, pay attention. We are here for you. Na mimi nasema sana, maneno yanaumba. Yani haifai wewe bwana chuo unashinda unasema hivi corona tutaweza, hata angalia hata body language. Hii corona tutatoboa kwani hii corona. Be strong, be proactive, be active. Kwa sababu hayo maneno unayorudia hii corona. Alafu mbaya zaidi lala na nyumbani. Na nyumbani huko anapiga simu. Mbona hujapokea simu? Nilikuwa nasema, si unajua kuna corona huko Tabora. Let us talk something which is positive. Let us observe the health regulations. Second, you belong to a higher learning institute. Mwalimu Nyerere, when he was opening the Faculty of Law at Lumumba, said this: higher learning institutes are places where young minds are trained to think. Yani tofauti yetu sisi na wapiga kura, sisi tunafundishwa namna ya kufikiri. Young minds are trained how to think. The major difference between us and animals is the ability to use reasoning. So universities are places where you're trained to think. Universities is not a place where you are trained to get a job. You are trained how to think. And to think critically. To think independently. And to think scientifically. I repeat. To think critically. To think independently. And to think scientifically. I'm afraid Mwalimu can rise from the dead. Do we have universities with candidates who think critically, independently, and scientifically? Correct me if I'm wrong, and I'm ready to admit if I'll be wrong. Whenever I see students, they celebrate and just study for 2 weeks before examinations. Mwalimu, rest in peace. When I see students are afraid of research and they copy and paste without the conscience telling them this is examination dishonesty, Mwalimu, rest in peace. When sometimes, not in Tabora, but I go all over Tanzania, I observe the moral values of university students. Mwalimu, rest in peace. When I see students who cannot manage time, who cannot manage their money, who cannot manage stress, who cannot manage relationships, Mwalimu, rest in peace. Corona can be a blessing in disguise. Linaweza likuwa ni kosa lenye heri. Zao la fikra, badala ya kufocus on virus of corona, why don't you focus on yourself? Observe yourself. The way you live, are you going to realize your dreams? Today you are here, tomorrow you'll be a father, you'll be a mother. What would you like your children to call you?
we should not hate ourselves. We should hate coronavirus. We don't fight ourselves, we fight coronavirus. Separate coronavirus from your personality, you'll be free. First, remember tulipokuwa tunaogesha watoto, tunamwogesha mtoto kwenye beseni, si ndio? Unatoa mtoto kwenye beseni, unamweka kwanza nini? Pembeni. Ndio unamwaga mapovu. Sio unamwaga mapovu na maji na mtoto. We can win if we change the way we think. We can graduate if we change the way we think. We can get jobs if we prepare ourselves to be marketable and by branding ourselves. Kuna mwanafunzi mmoja huko Mwanza alinifuata akaniambia, "Father, sitaki kulinganisha na chuo fulani, nataka nihamie huko." Nikamwambia, "Kwa nini?" "Hapa Sauti tunaosoma shahada ya kwanza walimu tunachukua masomo 12. Kule unachukua masomo 6. Nikamtazama. Nikasema tu, tunakimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu. Kama mwanafunzi wa chuo kikuu anakimbilia chuo chenye masomo machache, where are we heading? Mwingine anasema wiki ya kwanza, tukafika wiki ya kwanza hajui hata kuizi ni nini. "Father, samani, hapa masomo mengi." Nikamwambia, "Nenda VETA." VETA kuna nyundo, msumari na mbao. Nenda. Wala simumunyi maneno. We need to form you. You are the future of this country. You are leaders. What is science? I'm not talking science as subjects, chemist, biology. No. I'm talking science as the methodology of arriving at truth. The way you build your arguments to get truth. And science have 4 characteristics. Unaweza kanrekodi, haina shida. Unirekodi tu, haina shida, nakuruhusu. Science have got 4 characteristics. Sifa ya kwanza ya science, whenever you make an experiment, the outcome should be measurable. Empirical, measurable by senses. Unapima temperature, you can read. Sifa ya kwanza ya science. Sifa ya pili ya science, matokeo hayo, the results which you found, take the same measurement, go to another place, you are going to get the same results. Should be universal. Sifa ya tatu ya sayansi, lazima iongeze maarifa. Should generate knowledge. Mnakumbuka Newton? Newton alikuwa amekaa chini ya mti, akauliza, "Why down not up?" Tukabadili dunia kwa kuconquer force of gravity. Archimedes alikuwa anaoga, akaona kwamba the amount of water displaced was equal to his own volume. James Watt alikuwa anachemsha maji, akaona mfuniko kabilika kanarukaruka hivi, mwanzo wa steam engine. Sayansi imegeuza dunia. Sifa ya 4 ya sayansi, unaanza, twende pamoja. Ya kwanza nini? Ya kwanza nini? Umetoka nyumbani najua. Ya kwanza nini? Empirical. Matokeo yake lazima ya nini? Measurable. Sawa. Ya pili nini? Reliable au universal. Ukirudia kipimo kile sehemu nyingine unapata matokeo yale. Cha tatu nini? Ina generate nini? Knowledge. Sawa. Cha 4, lazima kuwe na cause effect relationship. Kuna uhusiano kati ya mbu na malaria. Kuna uhusiano kati ya academic excellence na discipline. Kuna uhusiano kati ya volume na pressure. Lakini hakuna uhusiano kati ya kifo na bundi. Hapa kuna mtu anaweza kaamia kiloleni kwa sababu bundi analia. Na tumekaririshwa toka tuko wadogo kwamba bundi akilia kuna mtu anaondoka. We've got a sense of smell. Lakini a dog has better sense of smell than us.
Bundi ana better sense of smell than me and a dog. Mtu anapokufa anakufa kwa process, inaanza decomposition. Ile smell anayotoa mtu anayekaribia kufa, pua zetu haziwezi kudetect, wala ya mbwa, isipokuwa ya bundi. So bundi anapolia pale, anawataarifu kuna mtu anaondoka. He just detect, does not cause. Period. Sasa mkiona bundi msione. Sasa tukichukua hizo sifa za sayansi, ndio maana tunakuja chuo kikuu. Tunakuja chuo kikuu kupewa sayansi ya kufundishia, sayansi ya biashara, sayansi ya uongozi. Kama ingekuwa ni medicine, ingeenda kwenye medicine na kadhalika. Sasa tunachukua hiyo sayansi kama ilivyo. Mimi na sister tunashughulika sana na psychology na mambo ya guidance and counseling. Na kilio changu kwa miaka yote nimekaa sauti. Lazima to establish guidance centers ambapo kutakuwa na guidance and counseling services. Na weko pale personnel qualified. Simshushi mtu yoyote. Hapa tunaongea Kiswahili. I'm not attacking the personality of anyone, but we need to have trained person there. Stress management, relationship. Unamkuta mtu anakonda, sapu zinaongezeka. Unamuuliza, wewe nini? Faza, sina hata pa kuanzia. Nini? Nimeachwa. Ulipokuwa form 6 ulimjua wewe? Ulipokuwa form 6 ulimjua? Sasa inakuwaje? Siwezi kuishi bila yeye. Come on. Think independently and critically and scientifically. Hatuna study skills. Tunafeli not because we are not intelligent, but we don't have the science of study. Utayapata wapi? Labda mwalimu mmoja anaweza kachomekea katika kufundisha, lakini you need to know study skills. So tunatumia psychology. Psychology as a study of human mind and its influences on behavior. Tunasoma behavior ya mtu kisayansi. Na katika psychology kwanza unadescribe tabia ya mtu, kwamba watu warefu waliojengeka vizuri wana tabia ya namna gani, au watu wafupi wamebonyea hivi mimi bwana bwana usinichonganishe na watu. Wewe unaanza kunyoshia vidole. Sasa asante Mungu, nimeleta kazi. Itakuwa mtu ndio maana si describe. Itakuwa mtu akipita cheki ngoma iliyosema maziki. Tuna describe. Lakini vile vile namba 2 tuna explain kwamba mtu mwenye tabia ya aibu chuo kikuu hawezi hata kuuliza maswali. Unarudi kwa Erik Erikson, mtoto ambaye alipigwa sana, mtoto ambaye alinyanyaswa akiwa mkubwa, atakuwa mtu mwenye aibu. Na tuna predict. Kwa hiyo kwanza tuna describe katika psychology, halafu tuna explain, alafu tuna predict kwamba hii trend ikiendelea hivi atashindwa masomo, atashindwa mahusiano, atashindwa, he'll never be a good father or a good mother. Sasa hiyo ni laana? Hapana. Kipengele cha 4 sasa ndio tuna control, ndio kazi ya counselors, kwamba hizo wounds zote sio laana, bado unaweza ukaponywa kisayansi. Sasa narudia tu, mimi nimekuja hapa kuwapa inspiration. Yaani hii corona iwe ni kosa lenye heri. Kosa lenye heri manake, instead of focusing on the evil of corona, focus on yourself. Focus on your dream. Make a paradigm shift. Make a U-turn. If you are going north, turn over and go south. Whatever you are doing,
is served in the subconscious. And the subconscious mind is the power which drives our behaviors, attitudes and character. Sasa mimi hapo ndio naunganisha dini na sayansi, kwamba kinachomchafua mtu kinatoka wapi? Kinachomchafua mtu ni kile kinachotoka ndani yetu. Unajaza nini kwenye subconscious yako? Kila tendo unalotenda linakuwa self. Sasa ili ufanikiwe maishani, anza kujaza vitu. No one is perfect, even I. Hata mimi siko mkamilifu kabisa, siko mkamilifu, lakini unaweza kuwa mwadilifu. Mwadilifu ni yule anakosa, anasema nimekosa nimekosa sana. Asiyekuwa mwadilifu anashupaa katika uovu. Kwa hiyo kama alivyosema daktari hapa, hebu shikeni kanuni za afya, kwa sababu mkishika kanuni za afya hofu inapungua, na phobia yoyote inaleta stress. Woga wowote unaleta stress. Stress itakupeleka kwenye depression. Kwenye depression na stress. Stress ni msongo wa mawazo, sio? Depression ni sonona, kutokana na kusononeka. Sasa vyote hivi viwili haviendani na study. Huwezi kuconcentrate ukiwa na depression na stress. Hiyo ni ya mara moja, ni matukio mara moja. Lakini slowly, Dr. Laba utaongezea kidogo, sio nimesema tu mambo yangu ya Mungu. Utaongezea kidogo. Ukiendelea kuishi kwa hofu, unasababisha matatizo mengine. Moyo utapanuka, utapata shinikizo la damu, utaenda kwenye kisukari. Maana kuna ile hofu ambayo, sister utanisaidia, ile inaitwa persecutory mania. Ile una hofu danger everywhere. Persecutory mania. Yaani hata ukitaka kukaa, unakuja hapo unasema, kwa mfano hii tai kianguka. Mure mimi ni tai. Unaishi kwa hofu. Unatengeneza vitu vyako vya korona alafu unaanza kuvuka. Ndio maana umesema vizuri. Joto kupanda does not mean necessarily una virusi vya korona. Joto linaweza likapanda kwa sababu umetembea juani. Sasa tusaidiane. Wale wanaotupima sijui kama wana study skills, guidance and counseling. Ikitokea temperature ipanda, kunywa maji ya baridi, kaa kivulini, pima tena. Sio tu joto ipanda. Korona imeingia hapo. Kumbuka, kuna wazazi saizi ya walali. Uongo kweli? Kuna wazazi wanashindwa kula kwa sababu yako wewe. Sasa wasikie korona imeingia mtu, mpaka kuja kudeclare. Jamani, hebu tusaidiane kama atakavyosema Sister Sofia. Dr. Ili msome, mmalize semester, mnamaliza semester labda na nchi inatangaza korona imekwisha. Amen. Bwana apewe sifa.